Asante na karibu tena, ikiwa ni mwendelezo wa madarasa ambao na sasa ni darasa la 68 nikieleza njaa wakati ambapo mwanamke anaelekea katika hedhi huwa inatoka wapi. Na kama ni mara yako ya kwanza unafuatia video hizi, unajua kuna video 67 ziko nyuma na kuna video nyingine 38 ambazo ziko mbele za kuweza kukueleza ni hatua gani za kuchukua au mabadiliko gani ambayo yatakapojitokeza uweze kujua kwamba haya ni hatari na haya mengine sio hatari. Na utakapojua ni kuchukua hatua gani na kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa bora wakati wote. Sasa leo tuzungumzie kwa sababu gani wanawake wengi wamekuwa wakipitia changamoto ya kupata hali ya njaa au mabadiliko ambayo yanajitokeza kuhusiana na njaa. Yaani sababu gani kipindi hicho mwanamke huwa anakula sana ni pale ambapo huwa anaelekea katika hedhi. Mwanamke kula ni mabadiliko ya kisayansi ambayo tunazungumzia masuala ya homoni inapoongezeka au inapokuwa kwa kiwango cha chini kabisa, huwa wanawake wengi wamekuwa na kupata hali ya njaa, lakini inaweza pia kutokana na changamoto ya mwanamke kukosa chakula, yani kukosa haja na kukosa haja kubwa, inawezekana ikawa ndogo au inawezekana ikawa kubwa. Ana mabadiliko ambayo hupaswi kutilia mashaka, na kama wewe ni mwenza ambaye sasa bajeti yako ya chakula ni ndogo kidogo, maana umekuwa sasa ukiwa na wasiwasi kuhusiana na chakula. Yaani kipindi hichi bwana mimi mke wangu anakula sana, au kipindi hichi bwana mimi girlfriend wangu anakula sana, amekuwa kitamani vyakula vyenye chumvi au vyenye mafuta mengi au vyakula vyenye sukari nyingi, lakini hapendi kunywa maji. Yaani kuna namna ambayo unaweza kutafsiri kutokana na mabadiliko ambayo mpenzi wako, mke wako au mshikaji wako amekuwa akionyesha na umekuwa ukishtushwa nacho. Kwa hiyo ni mabadiliko ambayo ni kawaida, ni excess ambayo yanatokea na mara nyingi yanasababishwa na homoni baada ya kushuka, na ikiwemo sababu kubwa homoni ya serotonin ikiwa chini inaweza kufikitika akili na wakati mwingine kutamani vitu ambavyo sio vya kawaida ambavyo mwanzo alikuwa hapendi au kwa anapenda kwa kiwango kidogo, lakini sasa hivi imekuwa kwa kiwango kikubwa kabisa. Kwa mabadiliko ya kuhisi njaa wakati ambapo mwanamke anaelekea katika hedhi ni ya kawaida, na usisitilie mashaka utakapojitokeza. Usio mwenye hofu au kutaka kufahamu nifanyaje sasa. Lakini kikubwa cha kuzingatia hapa ni kuweza kuepuka mazingira ya chakula cha chumvi nyingi, mafuta, kwa sababu inaweza kupelekea ukaongezeka uzito kutokana na mafuta ambayo yamejaa mwilini, na mwisho wa siku ukapata kiwango kikubwa cha prostaglandin ambacho wanawake wengi wamekuwa nacho na kuweza kupelekea kupata maumivu. Lakini kama itakuwa sio sababu ya maumivu ambayo inasababishwa na hormone ya prostaglandin, kama itakuwa kwa kiwango kidogo, basi kutakuwa na sababu nyingine. Ni sababu gani hizo? Nimeweza kueleza kupitia video zangu zilizopita, na kama haujafuatilia niomba ukafuatilia ili kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa bora wakati wote, kwa kujua chanzo na kuweza kuchukua hatua ambazo zitakufanya kuweza kuwa salama kabisa. Kwa hiyo kwa mara yako ya kwanza kufuatilia video hii, ili kuna video nyingine ambazo nimeeleza na unaweza ukawa bora wakati wote. Lakini hapo ni mwendelezo wa madarasa yetu, basi unajua nini ambacho tunazungumza hapa, na mabadiliko haya unaweza ukachukua hatua kama utahisi njaa muda mrefu au utakuwa ni mtu mwenye kula sana. Epuka vyakula ambavyo unakula hivi vitakufanya usiwe na dalili nyingine za PMS ama dysphoric au premenstrual dysphoric disorder ambazo wanawake wengi wamekuwa wakipatiwa au zimekuwa zikijitokeza kwa wanawake wengi 3% mpaka 8%. Lakini PMS ya 73 ambao wanawake wengi wamekuwa wakikizoea nazo. Kwa hiyo utakapoziona hakikisha unakuwa salama wakati wote na kujenga afya yako kuwa katika hali ya ulinzi. Asante, mpaka wakati mwingine. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya yatakao kufanya uweze kujifunza na kuwa katika sehemu salama kama mimi ambao nimeamua kuchagua wewe kuweza kupata madarasa haya. Basi na wewe usisahau kwa na mimi pia kunifuatilia ili uweze kupata elimu kwa kina, ili ni darasa huru si lililojificha katika hedhi.